This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. I welcome you wherever you are to our today's service. And I know our God will really bless us in Jesus' mighty name. We don't take it for granted. We know it is an opportunity that God has given us to be in His presence. Even in your house, it is an opportunity to hear the word of God. It is an opportunity to be in the presence of God. So save a little time so that we can have a fellowship, so that we can have a service together, and our God will bless you and our God will do you good in Jesus' mighty name. So I want to bring my greetings to you. I know you are well. I believe that God has kept you well. You are protected together with your family. May all the glory and honor be unto our God. So I want to bring you the service of today, the word of today, and I know our God will bless us. And today I want to speak about doing things in God's way. Doing things in God's way. Doing things in God's way. In life, we are doing many things. But the question is, are we doing in God's way? Praise the name of the living God. So I want to encourage you today. Don't just do things in your life. Do things. Seek to do them in God's way, and you'll be successful. In the book of Psalms chapter number 103 verse 7, Psalms 103 verse 7, the Bible says, Moses knew the ways of God, and Israelites saw the works of God. Moses discovered the ways of God, and Israelites saw the works of God. So there is a secret which Moses godly way. He received the greatness of God. Israelites saw the works of God. I want to say this: there are many good things which we do, but the way we do them, we are doing good things, but we are not doing them in light ways. In the book of Proverbs, chapter number 12, verse 12. Proverbs 12, Proverbs 14, verse 12, the Bible says, there is a way which seems good to a man, but its end is death. Its end is destruction. Praise the name of the living God. So there is a way which you and me, we can see it is good, but its end is destruction. Why? It is good to us, but it is not right according to God, and its end is destruction. Praise the name of the living God. So I want us to look at a few groups of people in the Word of God or in the Bible who did good things, but they did not do them in the right way, so they end up discouraged. Let us start from the book of Zechariah. Zechariah chapter number 7 verse 1. Doing things in God's way. Zechariah 7 verse 1. Kuendelea. The Bible says in the book of Zechariah 7 verse 1. Now in the 4th year of King Darius, it came to pass that the word of the Lord came to Zechariah on the 4th day of the 9th month, Kislev, when the people sent Sherazar with Legemelech and his men to the house of God to pray before the Lord. Listen, verse number 3, the Bible says, and ask the priests who are in the house of the Lord of hosts and the prophet, saying, should I weep in the 5th month and fast as I have done for many years? Should I pray and fast in the 5th month as I have done in many years? Listen the answer. Then the word of the Lord of hosts came to me saying, okay, kabla tuendelee, kwa nini walitumana
hili swali liulizwe Mungu, ni kwa sababu waliomba kwa miaka mingi, lakini hawakuwa wanapata majibu ya Mungu katika maisha yao. Bwana apewe sifa sana. Na kwa hivyo they came up with this question, na wakauliza, should we pray? Kwa sababu tumeomba miaka mingi na hatuoni Mungu, should we pray? Kwa hivyo ni kusema walikuwa wanaomba, lakini hawakuwa wanaomba na njia sawa kulingana na Mungu. So unaweza kuwa unaomba, praying is a good thing, but you may be praying which is a good thing, lakini hauombi na njia iliyo sawa kulingana na Mungu. Sikia majibu yenye walijibiwa. Then the word of the Lord of hosts came to me saying, say to all the people of the land and to the priests, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months, during those 70 years, did you really fast for me? Sikia Mungu venye anauliza. Okay, mulifunga miezi miwili kila mwaka for 70 years. Did you really do it for me? Praise the name of the living God. So Mungu anasema niliona mkifunga miezi miwili kila mwaka for 70 years. Let me tell you, this is not a literal thing. Yani unajinyima mwezi mzima kula na kunywa, mwezi mwingine unajinyima. Walikuwa wanafunga mwezi wa 5, wanakuwa na break ya mwezi wa 6, wanaingia mwezi wa 7, wanafunga wote. But the Bible says, you did not fast for me. In short, God is saying, you did not do it in the right way according to me. So you can be doing a good thing, but not the right thing. Are we together? In the book of Luke, chapter number 18. Luke 18, verse 10. Luke 18, verse 10. The Bible says, Luke 18, verse 10, the Bible says, 2 men went up to the temple. Why don't you play background music? 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and another a tax collector. A Pharisee ni wale ambao walikuwa wanaweka sheria ya Musa. Tax collector walichukiwa. Ni kanjo. Na kwa sababu kutoka zamani walikuwa wanatumia force, walichukiwa. Na kwa hivyo kuna huyu mweka sheria anajisikia ni holier than thou, na kuna huyu tax collector ambaye anajisikia ni mwenye dhambi. Walienda kuomba. Kuomba ni jambo jema, kama venye tumeangalia katika Zakaria. Kulifanyika nini? What happened? Then Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, and even as this tax collector. Alianza kujipiga kifua akisema, God, I am not like these other men, ambao ni wanyang'anyi, ambao ni wezi, ambao ni washerati. Akajipiga kifua. Kumbuka anaomba. Kuomba ni jambo jema, lakini haombi kwa njia iliyo sawa. Na ndio maana siku moja wanafunzi wa Yesu walimwendea Yesu wakamwambia, teach us how to pray. Tufundishe jinsi ya kuomba. Kwa sababu waliona we may be praying but we are not praying kwa njia iliyo sawa. Hatuombi kwa njia iliyo sawa. Praise the name of the living God. Teach us how to pray. Sasa huyo anajipiga kifua. Yesu akaendelea akasema hivi. Huyu mfarisayo akaendelea, I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Anajipiga kifua, anaonyesha how holy he is. Anasema natoanga fungu za mali yote nilionayo. Wale hawatoangi. And the tax collector standing above would not so much as raise his eyes to heaven, saying, be merciful to me, a sinner. Sasa angalia picha ingine. Kuna the tax collector ambaye ni mwenye dhambi, but amelala chini, anaambia Mungu have mercy. Ameinamisha uso wake, analilia Mungu. Yesu akauliza swali. Yesu akasema verse number 14, I tell you, this man went down to his home justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled. Huyu mtosha ushuru alienda akiwa amebarikiwa kuliko mfarisayo. Sasa difference ni ya kwamba kuna mwenye aliomba in the right way na kuna mwenye hakuomba in the right way.
Mfarisayo alifanya jambo mzuri kuomba, lakini hakuomba na njia iliyo sawa kulingana na Mungu, na kwa hivyo hakupata majibu yake. Basi mtosha ushuru, although ni mwenye dhambi, alijua kuomba kwa njia iliyo sawa. Wakati huu hata kama tunaomba, ningeomba Mungu atusaidie, Roho Mtakatifu atusaidie, kwa sababu Biblia inasema Roho Mtakatifu utusaidie katika uombezi wetu, kwa sababu hatujui kuomba. Katika kutojua kwetu, ninaomba tukasaidiwe na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. It was the will of God for Gideon to go to the war. It was the will of God. So it was a good thing for Gideon to go to war. But the way he went, it was not the right way according to God. Because alibeba wanajeshi 30,000. Mungu akaangalia Gideon akasema, no, you are doing the right thing, but not according to my way. So akamwambia, okay Gideon, according to me, I want you to go with a small number. That is my way. Ambao nataka uende ukapigane vita naye. That is my way. Akamwambia wagawe. Si pengine kuna jambo unafanya mzuri, lakini haulifanyi kulingana na njia ya Mungu. I tell you, you will end up being discouraged. You will be discouraged. Tunapigana vita. Hata hii vita tunapigana katika mataifa ya dunia. Yeah, this pandemic. Yes, we are fighting this war, but are we fighting in a godly way? If we don't do it in a godly way, I tell you, we will be discouraged. Kuna jinsi una behave wakati huu. Are you behaving in a godly way? If you don't do it, I tell you, you will be discouraged. Whatever done against the ways of God, men end up being discouraged. Tunaona Mfarisayo, hata kama aliomba, alienda nyumbani akiwa hana majibu ya maombi yake, akiwa a discouraged man. Kama Gideon angeenda na 30,000 to the war, angeenda arudi a discouraged man, but because alisikiliza sauti ya Mungu na akakubali kugawa wote, wakabakia watu 300, alirudi akiwa a victorious man. When we do things in a godly way, we receive victory from our King. Praise the name of the living God. So don't just do things in a godly way. Let us not just fight the battles. Let us fight the battles in a godly way. Look the life of David. The Bible says that David was a man after God's own heart. He was a man after God's own heart. But there is something I love about David. Although he was a man of war from his youth, he never went to war without inquiring of the Lord. Should I go? Hata wakati ilikuwa ni a must, ambapo hangehitaji kuuliza swali lolote, David went to war. Kama wakati walipata kijiji kimechomwa Ziklag, mke wake amebebwa, watoto wamebebwa, mali zote zimebebwa, wake zake wawili. Haingekuwa na haja ya kuuliza Mungu, should I follow? Should I go for them? It was an obvious. As a man, lazima upiganie familia yake. But David did not ignore. Alichukua effort, akauliza Mungu, should I go? He inquired of the Lord. Kwa sababu David hakutaka kufanya mistake. Hakupenda kufanya mistake ya maisha yake. Aende na Mungu hayuko na yeye, afuate na sio mapenzi ya Mungu kufuata. Na kwa hivyo akainquire of the Lord. Mungu akamwambia, okay, pursue, you will overtake. Na katika vita za Daudi hakuna mahali alishindwa, kwa sababu he did all his things in a godly way. He inquired of the Lord for direction in all that you do. Hata kama unajihisi uko na experience, jamani, don't rely in your experience. Trust the Lord, inquire of the Lord.
Usijisi that, oh, I am experienced in this area. No. Always inquire for the Lord for the direction. Ask direction from God. Ask God to direct you, and He is faithful to do so. He is faithful to do so. I want us to look at a story in the book of 1 Kings 13. Hapa kuna mtumishi wa Mungu alikuwa na nguvu za ajabu. Mfalme yake mnyoshia kidole, mkono ulikuwa unakauka. A powerful man carrying the power of God. But kuna mahali alimess akamaliza vibaya. Kuna mahali alimess akamaliza vibaya. 1 Kings 13. 1 Kings 13. 1 Kings 13 verse 1. The Bible says, and behold, a man of God went to Judah, went from Judah to Bethel by the word of the Lord, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. Then he cried out against the altar by the word of the Lord, and said, O altar, thus is the Lord God, behold, a child Josiah by name shall be born, heir from the house of David, and on him he shall sacrifice the priest of the high priest. So this is a man sent by God. Na ametumwa aende atangaze ya kwamba kuna mtoto atazaliwa na ataharibu madhabahu ya uvumba ya kimapepo. Ni Mungu amemtuma. Wacha turuke because of time. Tuangalie verse number 4. So it came to pass, wacha turudi tu pili, and he gave a sign the same day, saying, this is the sign which the Lord has spoken, surely the altar shall split apart, and the ashes on it shall be poured out. Verse 4. So it came to pass, when Jeroboam had the saying of the man of God, who cried out against the altar in Bethel, that he stretched out his hand from the altar, saying, arrest him. Then his hand, which is stretched out towards him, withered, so that he could not put it back to himself. Look here, this man carries the power of God. Anatangaza, anasema ninatoa unabii, and this is the sign. Sasa hivi madhabahu itapasuka. Akiongea madhabahu ikapasuka, wakati ule ikapasuka. Alafu wakati mfalme aliona hivyo, akanyosha mkono akasema, arrest this man. Mfalme kunyosha mkono ukakaukia tu, hajaurudisha. A man carrying the power of God. Praise the name of the living God. But he did a mistake. He did a mistake. Hebu sikia hapo chini. Verse number 5. The altar also was split apart. Hapo madhabahu ikavunjika. Verse 6. Then the king answered and said to the man of God, please entreat the favor of the Lord God and pray for me, that my hand may be restored. So the man of God entreated the Lord, and the king's hand was restored to him, and became as before. Mfalme akamsihi akamwambia, na kuomba niombee rehema za Mungu, mkono wangu rudi. Mtumishi wa Mungu akaomba na mkono wa mfalme ukarudi. Mfalme akafurahia sana kwa kile kitendo, kwa mkono wake kurudishwa. Akaambia mtumishi wa Mungu, turudi nikupatie thawabu kwa chenye umefanya. Mtumishi wa Mungu akamwambia nini? Verse 8. But the man of God said to the king, if you were to give me half of your house, I would not go in with you, nor would I eat bread nor drink water in this place. Hata ukinipatia nusu ya ufalme wako, I cannot go with you, king, because I have been commanded by my God. I have been directed by my God. Nisikule kitu hapa, nisikunywe kitu hapa, na nisirudi na ile njia nilikujia. So akaambia mfalme, kuna njia niliyopewa na Mungu ya kufanya hii kazi, ninafanya. Wapendwa, kuna njia tumepewa na Mungu ya kumtumikia, na tukiondoka katika ile njia, we will end up being discouraged. Kuna njia tumepewa ya kuvaa tukitumikia Mungu, lakini siku hizi watu wanavaa half naked and they are serving the Lord. I tell you, brothers, my sisters and brothers, if we don't follow the ways of God, we will end up being discouraged. Hallelujah. Kuna njia tumewekwa sisi watakatifu tutembelee.
na ni nyembamba ile iendayo uzimani, lakini kama tutaitembelea tutakuwa discouraged. So kuna njia mtu wa Mungu alikuwa amepewa aitembelee. To cut the story short because of time, kuna wanabii mzee walikuwa pale. Wakasikiza yale maneno yote, na wakati walisikia wakakimbia nyumbani, wakaambia baba yao, kuna mtu wa Mungu ambaye amefanya hivi na hivi, anatumika sana na Mungu, na amesema Mungu amemdirect asikule hapa, asikunywe na asirudi na ile njia alikujia. Wacha nikwambie, sio watu wote wanapewa siri za maisha yako. Wengine watazitumia kukuangusha. Sio watu wote wanapewa ndoto zako. Sio watu wote wanapewa maono zako. Wengine wataiangusha. Kama Joseph hakuambia ndugu zake kuhusu mtoto, hawangempiga. Praise the name of the living God. So Tuesday you will be sharing the secrets of your life. Tuesday you will be sharing the visions of your life. Wengine shida yenu ni mnaongeanga sana mkiwa na ndoto, mkiwa na mambo mnataka kuachieve, mnaongea sana, na wale mnaongea na wao wanatumika kuzipiga. So nabii mzee akasema okay, kwa hiyo kuna mtu mwingine anatumika kuniliko hapa, wacha nimfikie. Biblia inasema nabii mzee akatandika punda, akafuata yule mtumishi wa Mungu, akampata amelala, akamwambia turudi ukakule kwangu. Mtumishi wa Mungu akasema siwezi rudi, kwa sababu Mungu aliniambia nisikule, nisikunywe na nisirudi na ile njia nilikujia. Praise the name of the living God. Nabii mzee akamwambia, mimi nimenelewa na Mungu kwa miaka mingi. Wachani niwaambie wapendwa, sio kila yeyote anakuja anasema thus says the Lord unamwamini. The Bible said test every spirit. Wacha kukubali, ni kwa sababu mtu anakuambia, Mungu anasema test the spirit, na unabii unadhibitishwa na watu watatu ama wawili. Unabii unapimwa na neno la Mungu. Kama chenye unaambiwa it is against the word of God, that is not the word of God. God cannot fight himself. So pimanga kila roho ambayo inakuja kukwambia that says the Lord. Watu wengi wamepotoshwa wakiambiwa that says the Lord. Huyu ni mtu wa Mungu alipoteshwa na that says the Lord. So test every spirit, test every prophecy ambayo unaletewa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Test every spirit. Na kwa hiyo wakati alisikia ni Mungu amesema, na huyu mtu wa Mungu akarudi, akaenda akakula na akakunywa. But remember, it was against God's will. Amechanganywa na nabii mzee, amemwambia that says the Lord. Hallelujah. Wakati alikula na akakunywa. Wacha sasa tusome 18. Nimeelezea hiyo yote, unaweza soma ukiwa nyumbani. Hapa wacha tusome 18. First Kings 13. Sasa tunasoma 18. The Bible says, he said to him, I am to a prophet as you are. And the angel spoke to me by the word of the Lord, saying, bring him back to you, to your house, that he may eat bread and drink water. He was lying to him. Alikuwa anamdanganya. Wengine wanakuambia Mungu amesema ni kukudanganya. Wanatafuta njia ya kukumaliza, wanatafuta njia ya kubenefit na wewe. Pesa alikuwa anadanganywa. Waliopimanga kila roho, kwa sababu wengine ni kukudanganya, wanakudanganya. How can God fight his word? Ya kwamba mtu anakuambia ati Mungu amesema huyo mke uliye na yeye sio wako, umtupe uoe mwingine. That is a lie. Unadanganywa kwa sababu unabii unapigana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Okay, turuke. Wakati walirudi akakula na akakunywa. Verse 21. The Bible says, and he cried out to the man of God who came from Judah, saying, thus says the Lord, because you have disobeyed the word of the Lord, and have not kept the commandment which the Lord your God has commanded, but you came back, eat bread, and drank the water in this place, of which the Lord said to you, eat no bread and drink no water. Your corpse shall not come to the tomb of your fathers.
kwa sababu umekataa kufuata ile njia Mungu alikuambia. Umefanya jambo mzuri sawa, umekula na umeshiba, lakini haukutumia njia iliyo sawa kulingana na Mungu. I want you to know, hautafika kwenyu, utakufa na maiti yako italala barabara. Mtu ambaye alikuwa anatumika na Mungu, mtu ambaye Mungu anamtumia na njia hii, hata mfalme mkono unakauka, anatangaza sign, madhabahu inapasuka hapo hapo. Sasa ameambiwa atakufa, na ndivyo kulifanyika. Wakati alikuwa anarudi kwao, akampatana na mwana simba akamuua. Kwa nini alikufa? Amekataa kufuata njia za Mungu. Mambo ambayo yanafanyika wakati huu, watu wamekataa kufuata njia ambazo Mungu ameweka tuzifuate. Wanaume wanaoana na wanaume, hakuna njia kama ile Mungu ameweka. Na that's why unaona mapigo inatoka, ingine ikiingia. Biblia inasema usitenge mji kwa kumwaga damu. Ndio, ni vizuri kutajirika, but it is good to become richer through the right way, through the godly way. Ukitajirika kwa njia isiyo ya Mungu, hiyo utajiri itaongezea machozi. And so I am here to tell you, brethren, let us come back to the ways of God. Let us come back to the ways of God. In the mighty name of Jesus Christ. Wakati tunaenda mbali na njia za Mungu, tunakaribia kifo, kwa sababu Biblia inasema njia ni nyingi zinapendeza wanadamu, lakini mwisho wake ni uharibifu. Come back to the ways of God. Jichunguze mahali ulipo, uangalie maisha yako, ni nini ambayo ninafanya kinyume na njia za Mungu. Ukubali kurudi, because the Bible says, kujeni, come we reason together. Come back. Mungu anasema come back to my ways. Hivyo hizo njia mnatumia kutengeneza utajiri sio zangu. Come back to the ways ambazo nimeweka. Eti mtu anaweza tumia jina la Mungu atajirike, hiyo sio njia ya Mungu. Hizo njia watu wengi wanatumia kuolewa, sio njia za Mungu. Mungu anasema come back to my ways. Ondokeni hizo njia mmechukua ambazo sio zangu, zinawapeleka kwenye kifo, zinawapeleka katika mauti, zinawapeleka katika uangamivu. Come back. Come back to the ways of God. Come back. Come back. So the man of God died. Watu wengi hata kama hawajakufa physical, wamekufa spiritual. Ndio maana katika kitabu cha Zaburi Biblia inasema mnasema mko hai lakini mmekufa. Yani physical you are alive, lakini for sure spiritual you are dead, mmekufa. So hivyo watu wengi wamekufa kiroho, they are dead, kwa sababu zile njia wamezichukua sio njia za Mungu. Bwana apesiwe sana. Kwa nini Mungu alikasirikia Musa na akamwambia Moses, utaona nchi niliyokuambia lakini hautaingia? Ni kwa sababu Musa alifanya jambo mzuri, lakini hakulifanya na njia ya kiungu. Alienda, Mungu akamwambia ndani ya jiwe litoke maji, lakini kwa sababu ya Musa kukasirika, akaenda akagonga jiwe. Mungu akamwambia okay, you have done a good thing, kwa sababu wana wa Israeli wamepata maji, lakini kwa sababu haujafanya na njia iliyo sawa, utaona hautafika. Wengine tuko katika wokovu, lakini ninawaambia hatutaingia katika uzima wa milele, kwa sababu zile njia tunatumia za kupata ufanisi wa maisha, za kupata furaha za maisha, sio njia zilizo sawa mbele ya macho ya Bwana. Achana na hiyo njia umechukua, inakupeleka jehanamu. Hiyo njia umechukua ili wewe mwenyewe ufaidike, inakupeleka jehanamu. Afadhali ukae bila ndoa kuliko ingie kwenye ndoa kwa njia isiyo ya kiungu uende jehanamu. Musa akaambiwa utaona lakini hautaingia. Wengine tuhubiri kuhusu mbinguni lakini hatutaingia. Na ndio maana Biblia inasema wengine watasema tulitoa mapepo kwa jina lako. Yesu atawaambia enendeni, siwajui, kwa sababu hata mlitoa mapepo mkafanya miujiza, mliifanya kwa njia isiyo sawa. Tuondokee njia zisizo sawa mbele ya macho ya Bwana. Turudini
katika njia panda. Let us come back to the ways of God. Kenya, I call you today. Let us come back to the ways of God. Let us come back to the ways of God. The Bible says that promotion does not come from east or west. Promotion comes from God. Lakini watu wengine wameendea ilisi wauze biashara naye. Hiyo ni njia isiyo ya kiungu, itakumaliza. Wengine wameendea nguvu ili makanisa ijae wahubiri. Let us come back to the ways of God. Wengine wanatafuta uongozi wa taifa, wameendea nguvu za kimapepo. Ni njia isiyo sawa. Let us come back to the ways of God. Come back to the ways of God. Musa, wakati although Mungu anatoa ushuhuda, anasema Musa naongeanga na yeye uso kwa uso, hakuingia kwa sababu ile njia alitumia ya kutoa maji katika jiwe ni njia haikuwa sawa. Niko karibu kumaliza wapendwa. Kwa nini sacrifice ya Kain ilikataliwa? Kwa nini Kain alitoa? Kutoa ni vizuri, lakini hiyo sacrifice ilikataliwa. Ni kwa sababu it was a good thing, but he did it in a wrong way. In a wrong way. Wacha tuangalie Genesis chapter number 4. Kwa hiyo sio kila kitu unafanya kwa sababu ni kikuu, ni kizuri. Mungu anapigiza kichwa, anasema thank you. Ingine unafanya, anasema ondoa huyo mtu mbele yangu, sitaki kumuona. Genesis 4:6. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, shika hapo. If you do well, verse number 7, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at your door, and it desires for you. If you do well, kwa hivyo Mungu anaambia Kain, if you do well, if you do the right thing, you will be accepted by God. But if you do not do well, sin is at your door, discouragement is at your door, failure is at your door, sorrow is at your door. Praise the name of the living God. If you do the right thing. Kwa hivyo Mungu anaambia Kain, if you do the right thing. Shida sio Kain, shida ni ya kwamba he did not do the right thing. Kwa hivyo Mungu anaambia Kain, if you do the right thing, you will be accepted, utakubalika. But if you do not do the right thing, then you will be refused. Mambo mengi tunafanya, Mungu anatukataa. Mungu anakataa biashara zetu kwa sababu hatufanyi kwa njia iliyo sawa. Wengine tunaharibu kilo la tili, wengine tunakata mikebe ya kupima. Mungu anasema you have not done it well, and so I have refused your business. Wengine kuajiriwa kwenye uliajiriwa, you did not do well. Uliajiriwa kwa njia isiyo sawa kwa sababu ulicompromise the faith na ukachukuana na boss, mume wa wenyewe, ili upate kazi. Angalia venye imekuletea machozi, kwa sababu ukifanya kwa njia isiyo sawa utakataliwa. Nilipata akiwa ako discouraged sana na Mungu, na alikuwa analia akisema, God, how can you do this to me? Nikamuuliza Mungu amefanya nini? Biashara, na akaambia Mungu, nitakuwa nikikutolea tithe 50% na wewe ubariki hii biashara yangu. Na alikuwa ananiambia I have been faithful, I have been giving 50% instead of 10%. Na Mungu ameniacha kwa sababu sasa biashara imecollapse, niko na loan, bank wanataka kukujia shamba langu. Nikamwambia you did a good thing but not the right thing. Because Mungu akisema utoe fungu la 10 hakuwa mjinga. Alikuwa anajua ukitoa 50 utaisha, biashara itaisha. So you did a good thing but not the right thing. And so that is why you are discouraged. Usifanye tu jambo jema, fanye jambo jema kwa njia iliyo sawa ambayo Mungu ameweka. Kabla ufanye mambo, jiulize, na Mungu ameweka njia gani nifanye chenye ambacho ninafanya? Kwa sababu nakuambia, ukifanya mambo kinyume na njia Mungu, utakuwa discouraged.
nini Sauli, na hii ndio namaliza naye, kwa nini Sauli alikataliwa kuwa mfalme? Alifanya jambo mzuri, lakini hakufuata njia ya Mungu. Kwa sababu Mungu alikuwa ameambia Sauli, uende uue hata watoto wa Amaleki wote, ng'ombe zao, kondoo zao, usibakishe kitu. But wakati Sauli alienda, alibakisha Agagi na vya mfalme wa Amaleki, na vyote vilikuwa vinono. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo Mungu akasema, okay Saul, you have done a good thing. Umebakisha vilivyo nono, ni sawa, but it was not my ways. Haikuwa njia yangu bakisha vilivyo vinono. And from today I reject you to be a king. Nimekukataa kuwa mfalme kwa sababu haujafanya kwa njia iliyo sawa. Nimekukataa Sauli kuwa mfalme. Kuna mambo unafanya kutoka pale Mungu anasema nimekukataa kuwa mtumishi wangu. Nimekukataa. Kuna mambo taifa linaweza fanya, Mungu akiwa mbinguni aseme nimekataa hili taifa. Nimekataa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mahali ulipo, nikipenda uombe hili ombi kidogo pamoja nami. Ambia Bwana, niongoze, nielekeze kwa mambo yote niyafanyayo katika maisha yangu. Ninaomba kuongozwa na wewe, ninaomba kuelekezwa na wewe, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Niongoze. Tuwe na wakati wa dakika chache za kulilia Mungu, ukimwambia nimekurudia Jehova, niongoze. Kama kuna mambo nilifanya kinyume na mapenzi yako, nisamehe Jehova. Forgive me, O God. Forgive me, our Father. Chochote nilifanya kinyume na mapenzi yako, ninaomba ukanisamehe. Popote niliondoka katika njia zako, nisamehe siku ya leo. Forgive me, O God. Mahali taifa tuliondoka katika njia zako, ninaomba ukatusamehe. Mahali familia tuliondoka katika njia zako, forgive us, O God. Forgive us, O God. In the mighty name of Jesus. Tumekurudia katika siku ya leo. Roho Mtakatifu tuongoze, tuelekeze, peleleza maisha yetu Jehova. Kama kuna popote tulifanya kinyume na mapenzi yako, turehemu. Samehe watoto wetu. Kama kuna jambo lolote kanisa lilifanya kinyume na mapenzi yako, twaomba ukaturehemu, twaomba ukatusamehe katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jehova, we honor you. Ningependa niombe na wewe, na ninajua Mungu atatubariki. Funga tu macho yako mahali ulipo kwa imani. Distance is not a barrier, so that we can pray together, and our God will bless you in Jesus' name. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I pray for my listeners wherever they are. I pray, dear Father, that you will meet them at the point of their needs. Wamechukua nafasi zao, wamechukua mali zao, ili tushirikiane na wao katika ibada hii. Nami natangaza baraka zako, natangaza ukuu wako. Jehova, walinde na uovu. Jehova, walinde na uharibifu pamoja na familia zenyu. Roho wa Mungu akawainua kiwango juu ya gharika za kimapepo. Jehova, wakomboe na ila zote za shetani, mipango yote iliyopangwa kutoka ufalme wa giza kinyume na maisha yenu, ninaipangua siku ya leo. Mikataba yote imewekwa katika ufalme wa giza kinyume chanyu na familia zenyu, ninavunja ile mikataba, na ninaomba Roho wa Bwana akawainua kiwango juu ya gharika za kimapepo. Let the Spirit of God lift to a standard above the plans of enemy. Wewe Mungu ambaye ulichipua kisima jangwani kwa sababu ya Hagai na Ishmaeli, katika jangwa hii ambayo wasikilizaji wangu yawezekana wanapitia, ninaomba ukawachibulie kisima
katika jina la Yesu. Wale ambao wamefika mwisho, you are the way maker, make a way for them. Wale ambao walio katika giza ya maisha, ninaomba ukawe nuru yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba bariki taifa letu. Tukushukuru, umetushikilia, umetuweka mbali na uovu, umezuia the pandemic kuenea kwa haraka. Pokea sifa Jehova. And one thing we know as a nation, you are in control and you will bring the situation to an end. Thank you for the leaders of our nation. Wakati wanaendelea kutuongoza wakati huu mgumu, tuwaombea amani, hekima na ulinzi kutoka kwako. Asante kwa wakati huu, asante kwa neema, na ni katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. God bless you my viewers. God bless you. God bless you. Jihoji katika moyo wako, ujize kama chenye unafanya kinalingana na njia za Mungu, kwa sababu chochote unafanya kando na njia ya Mungu, you will end up being discouraged. So let us come back to the ways of God. Let us pray for the guidance of God in all which we does. Daudi alikuwa anaongea anasema, the word of God is a lamp to my feet. I pray to you today, may the word of God be the lamp to your